acha dhambi, acha dhambi, acha dhambi, acha dhambi. Ninakuletea ujumbe huu katika siku ya leo kwa sababu kuna watu ambao wanatafuta njia ya shortcut, njia ya mkato kuacha dhambi, kuacha dhambi. Kuna watu ambao wanatafuta kuombewa, waekewe mikono, waache uasherati, waache ulevi, waache usinzi, waache kufuta sigara, waache kunywa, waache kutumia madawa kulevya. Wanatafuta njia ya mkato, waombewe, waache kujichua au kufanya masturbation. Wanatafuta njia ya mkato, waache dhambi, waache dhambi. Wanatafuta njia ya mkato, lakini hakuna njia shortcut, wala hakuna njia nyingine, wala hakuna njia mkato, wala hakuna njia nyingine isipokuwa ni kuacha dhambi, kuacha dhambi, kuacha dhambi, kuacha dhambi. Kwa hiyo ni lazima mtu aache dhambi kwa akili zake mwenyewe, kwa akili zake mwenyewe. Mungu ametupa akili, hajatupa akili kama akili walionayo viumbe vingine, wanyama. Akili tumepewa ili tuweze kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo unapojua kwamba hiki sio kipendezi Mungu, unapaswa uache kwa akili zako. Sio utafute msaada uombewe, utafute kuombewa. Unaombewa kweli ili uweze kufunguliwa katika vifungo ambavyo adui amekufunga. Lakini ukishafunguliwa, bado suluhisho, bado wajibu nayo, bado wajibu utakuwa juu yako wa kuacha dhambi. Ukishafunguliwa lazima tu uache dhambi, uache dhambi. Kwa hiyo hakuna maombi ambayo atakufanya kabisa uache dhambi. Maombi yanakufungua tu, lakini wewe bado unawajibika kuacha dhambi, kuacha dhambi. Kwa hiyo ni kuacha dhambi, unaona? Kwa hiyo ninakuletea ujumbe huu kwa sababu ili uweze kujua kwamba unapaswa kuacha dhambi mara moja. Dhambi yote unapaswa kuacha na kuweza kumpokea Yesu Kristo wa Nazareti. Unapaswa kuacha dhambi. Umekaa kanisani muda mrefu sana na umehubiriwa vya kutosha na umehubiriwa maneno malaini, lakini ujumbe unasema acha dhambi, acha dhambi, acha dhambi. Kwa hiyo ninakuletea ujumbe. Tukisoma neno la Mungu, maandiko mengi sana, Mungu anasema, anaagiza watumishi wake wakawaambie watu wake, wakawaambia waachane na matendo ya giza, waachane na matendo maovu, waache dhambi. Sio kwamba anaagiza watumishi waende wakaombee watu waache dhambi, lakini wakaache. Kwa hiyo ukisoma kwamba ile habari ya Paulo mtume ambaye hapo mwanzo alikuwa anaitwa Sauli, tunaona kwamba wakati ambapo alipokuwa anaenda Dameski kwa ua watakatifu, kwa ua wa Kristo, alikutana na Bwana Yesu mwenyewe mkoa uzima. Na Bwana Yesu baada ya kumponya na kumletea yule mtumishi wake aje amponye, baada ya ile nuru ambayo alikutana naye njiani pale, akapigwa upofu. Lakini baada ya hapo mtumishi wa Mungu akaja akamwekea mikono na akapata kufunguliwa macho yake. Tunaona kwamba agizo ambalo alipewa mtume Paulo, aliwaambia kwamba akawageuze watu waache dhambi, wakageuze watu waache dhambi. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 26. Nisome ule mstari wa 13, nianzie mstari wa 13. Anasema tukaanguka labda nianzie mstari wa 12. Basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, huyu ni Paulo, anasema mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani. Anasema basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, mfalme, ndipo wakati wa dhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitao mwangaza wa jua, ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Mstari wa 10 anasema tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Na ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, we nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi wa shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu mataifa ambao nakutuma kwao. Huyu ni Paulo mtume ambaye anaeleza habari hizi kwa huyu mfalme. Mstari wa 18 anasema uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache na nguvu za shetani,
na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Huu ni Bwana Yesu, maneno yake mwenyewe. Anasema kwamba uwafumbue macho yao na kuwageuza wayache giza kuelekea nuru, waziache na nguvu za giza, waziache na nguvu za shetani, waziache, wageuze, waziache. Sio kwamba wakaombe. Kwa hapa mtume hajapewa agizo la kwenda kuwaombea watu waache dhambi, lakini amepewa agizo la kwenda kuwahubiria watu na kuwahubiria watu waziache dhambi, waziache matendo, waache wenyewe kwa akili zao. Kwa hiyo ni kuacha dhambi, ni kuacha dhambi kwa akili zako, unaacha dhambi. Kitabu kile cha Mithali sura ya 28 neno la Mungu nasema, kitabu cha Mithali sura ya 20 na Mithali sura ya 28 mstari wa 13, Mithali sura ya 20, Mithali sura ya 20, Mithali sura ya 28 mstari wa 13, ni kuacha dhambi, ni kuacha dhambi, ni kuacha dhambi. Mithali sura ya 28 mstari wa 13 tunasema, afishaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Na hapa Bwana Yesu anamwambia mtume Paulo ya kwamba aende kuwageuza watu waziache dhambi, waziache matendo ya giza, waache kazi za shetani, wamgeukie Mungu, wapate msamaha dhambi, wapate msamaha. Anasema kwamba aziungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo ili uweze kupata msamaha dhambi na rehema kwa Mungu, unapaswa uache dhambi, uache mara moja. Ulevi uache, usinzi uache, kutumia mkorogo uache, kujichua uache, kutazama pornography uache. Unaacha dhambi zote ambazo unazijua kwa akili zako, unaziacha. Unafuta kwenye simu zako muziki za kidunia, usinzi, unafuta namba ambao unatumia kwa ajili ya kuzinao, unafuta namba za wanawake, wanaume, unawafuta wote, una left magrupu yote, magrupu ambao mnachati tu, una left, unatoka katika magrupu hayo, unatoka katika hilo genge la wahuni, unatoka genge ambao unafuta sigara, unatoka, unachoma nguo za kikahaba, mavazi ya usinzi unachoma, unaondoa mikorogo yote, vipodozi vyote, mapambo yote, unatupa mbali, unaacha kwa vitendo, unaacha mwenyewe kabisa, unachoma nguo zako, unachoma wewe kwa moto, unaacha dhambi, unaacha mara moja, unaacha. Sio utasema kwamba nitaacha kidogo kidogo, unaacha mara moja. Usisikilize mahubiri ya shetani kwamba ukiacha utakufa. Unaacha dhambi. Watu wameacha dhambi, watu wanaacha dhambi. Kwa hiyo hamna mtu yeyote ambaye amepata muujiza tu akashukiwa na muujiza wa kuacha dhambi. Muujiza ni wewe uache dhambi, alafu baada ya hapo nguvu za Mungu zinakuja zinakuwezesha. Ukishaacha unapata neema ya Mungu na Mungu atakusaidia. Ukionyesha kwa vitendo kuacha dhambi kabisa. Kwa ukisoma ile habari ya Ninawi, watu wa Ninawi walivyoenda kuhubiriwa na Yona, baadaye wale watu wakatubu kwa kuomboleza, lakini na Mungu akaona kwamba wameziacha dhambi zao, wameacha njia zao mbaya, na wakapata rehema kwa Mungu. Kitabu cha Yona sura ya 2, kitabu cha Yona sura ya 3 mstari wa 10 anasema kwamba Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameacha njia yao mbaya, basi Mungu akalighairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda silitende. Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameacha njia yao mbaya, wameacha. Kwa hiyo wameacha wenyewe, wakaacha. Kwa hiyo na wewe leo ndugu yangu, acha dhambi, acha matendo ambayo unafanya kwa siri au unafanya kwa wazi. Acha mambo yote unayofanya, mambo ya kidunia. Acha. Huu ujumbe sio kwa ajili ya kuogopesha, lakini kwa ajili ya kukuweka tu uhuru, ili upate kujua kwamba Mungu anakupenda, Yesu Kristo anakupenda, amekufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Yesu Kristo alisulubiwa. Ule msalaba ulikuwa ni mzito sana, alipigwa misumari pale, misumari ya inchi 6 mikononi, alimwaga damu yake ilimwagika ili tupate kukombolewa kutoka katika vifungo. Kwa hiyo bado Yesu anakuita. Kwa hiyo unaposikia sauti, unapaswa kuacha dhambi kutoka mahali hapo ulipo na kumgeukia Yesu Kristo, ili upate kuweza kupata msamaha dhambi bure, kupokea Roho Mtakatifu, uweze kuishi katika maisha utakatifu, ili ukapate kuweza kumuona Mungu, ukapate kwenda kuingia katika nchi ile ambayo Mungu ametuandalia, mbingu mpya na nchi mpya. Wakati wote fahamu kwamba parapanda italia, watakatifu watanyakuliwa. Hivyo
ni wakati wa kuwa tayari kwa ajili ya kwenda kumlaki Bwana Yesu mbinguni. Lakini pia wakati wote pia tufahamu kwamba hapa duniani hatuna garantia kuishi. Unaweza tukatoka, unaweza ukawepo leo, kesho usiwepo. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kuacha dhambi na kumgeukia Yesu na kupata msamaha dhambi na kuishi katika njia ya utakatifu. Na hivyo basi Mungu atatubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini. Neema ya Mungu ikusaidie katika siku ya leo. Shalom.